Kwa taarifa zilizotufikia hivi punde kule Uganda na uchaguzi jinsi ambavyo ulivyofanyika mpaka sasa hivi, kisanga ambacho kinachoendelea katika nchi hiyo ama taifa hilo la Uganda. Unaona bwana, Bobi Wine mpinzani mkubwa kabisa wa Yoweri Museveni, inasemekana kwamba amekamatwa au kutekwa nyumbani kwake na kupelekwa pasipojulikana kutokana na changamoto ya kimtandao, mawasiliano katika taifa hilo la Uganda. Kwa hivi sasa imekuwa ni changamoto kubwa sana kuweza kufahamu ni wapi ambapo alipopelekwa Bobi Wine. Inasema kwamba chama chake kiliweza kuripoti na kusema kwamba Bobi Wine ameweza kukamatwa ama kutekwa na watu waliokuja wamevalia mavazi ya kijeshi. Unaona, huku wakiwa wamejifunika nyuso zao, wakiwa waonekani kabisa, na kuweza kumchukua Bobi Wine na kumpeleka pale ambapo pasipojulikana. Mpaka hivi sasa imekuwa ni changamoto kuweza kufahamu ni wapi ambako aliko Bobi Wine, kutokana na kwamba mtandao kwa sasa hivi bado imekuwa ni swala la changamoto katika taifa hilo la Uganda. Taarifa hii imezua mijadala mingi sana mikubwa katika mitandao ya kijamii katika maeneo mengi sana hapa Afrika na pengine hata nje ya Afrika, kuonekana kwamba sasa wakati huu imekuwa ni changamoto kubwa kwa kiasi kikubwa sana, na imesemekana kuwa kwa sasa hali inavyozidi kuendelea nchini Uganda inazidi kuleta sintofahamu na taharuki kwa wananchi wa kawaida. Kabla ya Bobi Wine kuweza kukamatwa kupelekwa mafichoni, kuna taarifa iliendelea kuzagaa katika mitandao ya kijamii kama jinsi ambavyo inavyoeleweka kwamba tume ya uchaguzi nchini Uganda bado inaendelea kutangaza matokeo ya awali na inampeleka kwa asilimia kubwa sana Yoweri Museveni, kiashiria kwamba matokeo ya mwisho atakuwa mshindi wa kiti cha urais. Baada ya hayo maelezo, basi tunaambiwa Bobi Wine aliingia katika mtandao na kuweza kuandika kwamba wana Uganda, msikubaliane na kile ambacho kinachoendelea. Naona bwana, matokeo ambayo inavyosemekana yanavyotangazwa ni batili kwa mujibu wa maelezo ya Bobi Wine. Baada ya hiko kukichapisha baadaye ndipo hapo sasa Bobi Wine aliweza kukamatwa na kuweza kupelekwa pahala pasipojulikana. Mpaka sasa hivi hao watu wanaitwa ni watu wasiojulikana. Ni wapi ambako alikopelekwa Bobi Wine mpaka sasa hivi bado hatujanasa taarifa hii hapo. Huyu mgombea urais katika eneo hilo la taifa la Uganda akiwa ni mpinzani wa juu kabisa. Hakika kila jambo linakuwa lina wakati wake, maana kwamba yale ambayo huenda wanayapitia Waganda kwa sasa hivi ni mapito yao. End of the day itabakia kuwa historia kwamba mwaka huu kuna jambo fulani liliweza kutokea, lakini wakati ambao tukiendelea kutafakari kwa kina, tutaendelea kuwa tunaangalia taarifa mbalimbali na kile ambacho kinachojiri hapo Uganda. Bobi Wine ni wapi aliko, tutapokuwa tunaendelea kupata taarifa kama hizi, tutakuwa tukikusogezea na kukuletea wewe kokote kule uliko. Wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine tena. Bye bye.